waliporatibisha kwamba masomo haya matatu ni muhimu, ambayo ni uongozi, ambayo ni kupanda makanisa, alafu ya tatu nimeona hilo mnalikumbuka vizuri sana, kujiendeleza mwenyewe. Nimeona hili mnalikumbuka vizuri sana. Kwa hiyo kuratibisha jambo hilo na halafu na kuanzisha mchakato wa kuhakikisha kwamba tunapata watu, halafu kuhakikisha kwamba tunapata walimu, halafu tunahakikisha kwamba tunatekeleza ule mpango. Hiyo ni hatua kubwa na ya pekee. Naomba niwashukuru hii Aslai. Mmefanya jambo zuri sana, kwa sababu hatuna mifumo ya elimu inayowafikia watu wengi kwa kiwango cha kutosha. Lakini ili jamii yote iendelee, inataka viongozi. Yaani hata tatizo kubwa la kiteknolojia, la kiuchumi, la kiutawala, lolote lile, tatizo kubwa huwa ni uongozi. Basi ndio hicho tu, iwe ndani ya kanisa, iwe nje ya kanisa, iwe wapi, tatizo kubwa huwa ni uongozi. Na mimi nimejifunza sana kwenye jambo hili, nimejifunza sana. Ukiangalia sisi tuna mfumo tunaosema, tuna ofisi za askofu, tuna za jimbo, tuna za usharika, tuna za mitaa hapa chini. Kila ofisi kupeleka ni uongozi. Kila ofisi kupeleka, ukipeleka kwenye jimbo fulani mtu fulani, mambo yanakwenda juu vizuri. Unapeleka kwenye ofisi mtu fulani, yameshuka, kila kitu kinakufa. Basi unasema hii ni nini? Hata uelewi. Lakini kazi kubwa huwa ni nani? Ni kiongozi. Ni kiongozi. Na Askofu Vyavango na hata wa KKKT Njombe na Askofu Mtetemela wa Anglican alisema hivi: kwenye maisha, taasisi ya jumuiya ili iwe na mabadiliko ni kiongozi, na kwa njia ya kiongozi taasisi hiyo inaweza kusimama kwa nguvu au kwa ulegevu, au inaweza kuanguka kabisa kutokana na kiongozi. Basi kwa sababu kiongozi anatakiwa kuwa na moyo wa juu, ambapo anaweza kusema